anasema nguvu ya maombi katika kanisa au ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nguvu ya maombi ndani ya kanisa? Hapa leo nitayazungumza makanisa mawili. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nitayazungumza makanisa mawili. Haleluya. Kanisa la kwanza ambalo leo nitaliongea ni kanisa la ndani. Haleluya. Kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 3 na ule mstari wa 16 mpaka wa 17. Haleluya. Anasema sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni nyumba ya Mungu. Haleluya. Kwa hiyo kama ni nyumba ya Mungu ni kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ni mahali pa kuabudu. Kwa hiyo ndani yetu yuko Roho wa Mungu ambaye anaendeleza ibada ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hili ndio kanisa la kwanza ambalo leo nitalizungumza. Lakini kanisa la pili ambalo leo Mungu akinipa neema nitalizungumza ni mkusanyiko. Haleluya. Ni kusanyiko ambalo leo tumekusanyika mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hili pia Mungu anipe neema nitalizungumza tena. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni makanisa mawili ambayo leo nataka tuyazungumze. Kwa hiyo tunapozungumza nguvu ya maombi ndani ya kanisa, tunazungumza nguvu ya maombi ndani ya kusanyiko, tunazungumza nguvu ya maombi ndani ya mtu aliyeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunapoanza nguvu ya maombi ndani ya muamini, mwanzo pale kwa muamini pakishajengwa nguvu ya maombi tayari, ni rahisi pia kuja kuichochea nguvu ya maombi katika kusanyiko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukitaka kukagua mtu moja moja, kanisa moja moja la mtu husika, tunakagua kusanyiko kwanza. Tunapoona kusanyiko linapungua nguvu, moja kwa moja inatuonyesha nguvu ya kanisa la mtu mmoja moja tayari limeshaanza kupungua. Kwa hiyo nguvu ya kanisa la mkusanyiko inaonekana kwa sababu ya nguvu ya kanisa la mahali pamoja au la mtu mmoja linapokuwa na nguvu, ndio inaongeza nguvu ya kanisa la mkusanyiko. Bwana Yesu asifiwe. Nimeeleweka vizuri? Yesu alipokuwa anazungumza na wanafunzi, alikuwa hazungumzi na kusanyiko. Alikuwa anazungumza na mtu mmoja akimwambia, kesha usije ukaingia wapi? Katika jaribu. Hakuna majaribu ya jumuiya, ya kundi. Jaribu huwa linadili na mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Jaribu huwa inakutana na mtu mmoja kwa nia ya kumuimarisha. Hakuna jaribu ina mpango wa kukuua. Jaribu mpango wake ni kukuimarisha ili uendelee kuimarika, kwa mujibu wa kitabu cha Yakobo sura ile ya kwanza ukianzia pale mstari wa 2. Utaona maandiko yanaposema, yanaonyesha kwamba sehemu mojawapo ya kujaribiwa ni kuimarishwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa alichokuwa anakisema Yesu, nia yake kubwa alikuwa anatamani kuona kwamba wale anawaacha katika msingi imara, wakiwa na nguvu na kuendelea kusimama katika kipindi chote cha maisha yao ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Na utaona katika maelezo yake moja kwa moja alikuwa anajua kitu anachokuja kukutana nacho mbele. Alijua kabisa kwamba muda mfupi nitaondoka katikati yao. Je, wataishije? Watabaki katika mazingira gani? Kumbe aliona wakati atakapoondolewa watabaki kwenye kipindi kigumu ambacho watahitaji nguvu itakayowasaidia kutembea katika hicho kipindi kigumu. Ndio maana kana jaribu kuwasihi kwamba kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kuingia kwenye majaribu, sehemu kubwa sana ambayo huwa ina nafasi ya kukuvuta na kuingiza kwenye jaribu ni mwili. Maandiko yanasema mtu anapojaribiwa asiseme anajaribiwa na Mungu, kwa maana Mungu mwenyewe hamjaribu mtu wala hajaribiwi na maovu, bali mtu mwenyewe huwa anajaribiwa na tamaa yake katika mwili wake. Unaona? Kwa hiyo utaona kanuni ya jaribu huwa inalenga kwenye mwili, sio rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Jaribu kwa nafasi yake huwa inashambulia sana kwenye mwili. Sasa matakwa ya andiko au nia halisi ya Yesu Kristo ni kutaka watu wakae kwenye maombi ili waimarike katika roho,
wakishakuwa na nguvu katika roho, itawasaidia kutembea. Hata mwili utakapoonekana dhaifu, nguvu ya rohoni itasaidia mwili kuinua, na utatembea kwa ujasiri bila kuanguka. Haleluya.